Katika jioni ya leo nitajaribu kuendeleza kile ambacho tulikisoma katika asubuhi, tukiangalia lile fungu la Luka sura ile ya 21 fungu lile la 25. Nakumbuka tulianza kuchambua lile fungu na hatukwenda mbali sana, maana tuliishia tu pale inaposema katika jua, mwezi na nyota. Kwa hiyo tutajaribu kufuatisha maneno yaliyobaki pale ili tuweze kupata fafanuzi zinazoweza kutujenga na kutupatia kile ambacho Bwana amekiandaa katika jioni ya leo. Jioni hii tutakuwa, kabla sijamaliza, tutakuwa na maombi ya wajasiriamali, bodaboda, wafanyakazi, mafundi, wafanyabiashara, wafugaji na wakulima. Hawa watu wanaojihusisha na shughuli mbalimbali za kujipatia kipato kwa ajili ya familia zao, kwa ajili ya maisha yao. Basi jioni ya leo tutaongea na Bwana ili afungue milango kwa ajili ya watu wake kupata mkate wa kila siku. Tufumbe macho tuweze kuomba. Baba wa rehema, katika jioni ya leo tunaomba tena utufungulie kile unachotamani tukifahamu kwa ajili ya wokovu wetu na kwa ajili ya wale wanaotuzunguka. Tubariki, tuongoze katika ibada ya jioni ya leo kwa jina la Yesu, amina. Wapendwa, niwashukuru sana kwa ajili ya programu ya utoaji wa sadaka mbalimbali kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini kwa ajili ya maisha yetu binafsi. Lakini nishukuru pia kwa ajili ya wale wanaotuhudumia vitabu. Bwana atubariki, tupate vitabu. Kinachotusaidia hata sisi tulio wahudumu ni vitabu, tunasoma vitabu. Na moja ya vitu ambavyo sioni hasara kuvinunua ni vitabu. Vitabu mara nyingi nina changamoto ya kutoachia vitabu. Nakumbuka kitabu changu cha kwanza nilichokinunua kinaitwa Kutayarisha Njia. Nilinunua wakati nimepewa hela ya matumizi shuleni na mzazi. Kitabu kilikuwa kinauzwa 6,000 na mimi nimepewa 20,000 za matumizi ya miezi 6. Alafu nikamega 6,000 ili niwe na kitabu cha Kutayarisha Njia sehemu ya kwanza, na nilifurahia sana. Sasa sikuishia hapo, hiyo dhambi ilikuwa kubwa, maana nilipofika shuleni nikakutana na vitabu vingi vya Kiingereza. Kwa hiyo mimi nikirudi nyumbani, nimemaliza masomo yangu ya kidato cha 6, nimesheheni vitabu, nina library kubwa. Maana hapo mahali kulikuwa na vitabu vinapatikana, pamoja na kwamba vilikuwa vinauzwa kwa bei, lakini vilikuwa vinapatikana kwa urahisi. Kwa hiyo nikanunua kitabu cha huduma ya uponyaji, wanaita Ministry of Healing cha Kiingereza, Deserve Wages, Great Controversy. Hiyo vitabu vyote nilivinunua nikaviweka ndani na nilivisoma, maana nilikuwa sitaki kupoteza muda. Nataka niwatie moyo, kama kuna vitu vinaweza kufungua fahamu zetu ni vitabu. Unabii, afya, malezi na mambo mbalimbali. Na ndio maana Waadventista ni tofauti na watu wengine. Mwadventista anayesoma ni sawa na mtu mwenye degree, yaani ana shahada kabisa. Maana unajua degree ni nini? Ni vitabu ulivyovisoma na mambo uliyoyapitia. Kwa hiyo wewe unayesoma una elimu kubwa, na ninaomba usiachie kitabu. Yaani kuna vitabu vingine hapo vimeandikwa kiasi kwamba unajiuliza hivi watu wanaelewa thamani ya hivyo vitabu. Kwa mfano vitabu vya afya, kuna kitabu kimoja kinauzwa pale, sijui kama kopi anayo,
lakini inahusu vyakula na thamani ya vitu vilivyo ndani ya vile vyakula. Yaani kwamba kama unakula karoti ina nini ndani yake? Kama unakula ugali una nini ndani yake? Kama unakula ndizi, hivi ndizi itakuwa na nini ndani yake? Ni calcium, ni magnesium, ni nini? Inasaidia kitu gani katika mwili? Kwa hiyo wamekupangia, yule mtunzi amepanga vyakula kwa ajili ya afya ya moyo, vyakula kwa ajili ya macho, vyakula kwa ajili ya figo, vyakula kwa ajili ya nini? Amepanga. Sasa hicho kitabu, si unauza ng'ombe hata 3 4, unataka upate hicho kitabu? Yaani hicho kitabu, kwani unahangaika nini kwenye mambo ya dawa zile za hospitali? Si hiyo yenyewe inakuwekea kinga, maana tayari vile vyakula unakula vinakupa msaada. Kwa hiyo ninawatia moyo tununue vitabu. Basi ninashukuru sana, ninaamini kwamba tutakuwa na kununua vitabu na kuvisambaza siku ya Alhamisi kama pastor alivyosema, na ninaomba kila mmoja afanye sehemu yake. Fungu hili linasema tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Asubuhi tulizungumza tukasema wapo watu ambao wametokea wakitabiri. Na siku moja alitokea mtu anajiita Yesu pale katika maeneo ya Kenya karibu na mlima Elgon, akasema yeye ni Yesu na ni mwana wa Mungu. Alafu kuna mwingine alikuwa hapa maeneo ya Kongo kando ya ziwa Tanganyika, anasema yeye ni Roho Mtakatifu ameshuka. Pale Kenya kuna mzee mmoja, yeye anajiita Wanyonyi, akajitangaza na akaanzisha kanisa lake, akasema yeye ni Mungu Mwenyezi. Alikuwa amekaa kwenye kiti na wake zake wamemzunguka, na watu wote wanaomhudumia walikuwa wamevaa nguo nyeupe, wanasali siku ya Sabato. Si unajua hili kanisa lina vitu vingi, na mahali pengi watu wanaamini vitu vya ajabu sana. Hata huwezi kuamini kwamba hivi mtu na mke wake kweli wanaenda hapo. Ila tusije tukaenda mbali sana. Si ni juzi tu hapa kwenu hapo Mbaga. Wangapi wanamfahamu Nabii Elia? Ninyi huku hamfahamu Nabii Elia wa Mbaga. Kumbe ninyi hamtembei. Nabii Elia alianzisha kanisa kake hapo Mbaga hapo. Kama unaelekea Mbakweni, panda mlima kutoka Kisiwani, kabla hujafika Mbakweni kuna kona fulani hivi. Hilo eneo mpaka leo alichukua eneo kubwa sana, watu wengi, akajenga na kanisa, watu wakajaa pale, na watu wasijue anachokifanya, na akawa anawahubiria watu pale. Na haikutosha, watu waliokuwa wanaenda pale kama washiriki wake, akachukua wake za watu pale na akawapeleka wanaume shambani kulima, huku yeye anawahudumia wanawake. Na hakuna anayeshtuka, ila uzalishaji wa mazao yote analetewa yeye na eneo lake hapo na nini. Akaishi katika mazingira hayo, na watu of course alisaidia sana watu, kwa sababu kwenye mambo ya kilimo alikuwa ni mjanja sana. Watu walifanikiwa sana kwenye kilimo, maana inaonekana kama alisomea kilimo, na aila kama amedanganya watu wengi sana kwa mfumo huo. Yaani yeye anakaa na mke wako, anamzalisha, wewe uko shambani, anakulimisha shamba, atakupa mahindi, atakupa kila kitu, utaendelea na maisha hapo. Na akafanya kama kijiji, hilo eneo lote analimiliki yeye. Kabla ya kifo akamwambia msinizike, maana siku ya 3 nitafufuka. Alipokufa watu wakamwacha wamziki. Polisi waenda wakamwambia acheni mjinga. Akazikwa, mpaka leo hajafufuka, na subiriwa. Kwa hiyo mambo haya ni mambo ambayo yanatokea, na huwa yakitokea unajiuliza hawa ni watu. Sinijuzi tu hapo maeneo ya Mombasa. Mnafahamu ile nani wanaita hilo eneo, wanaliita
hao watu ambao waliambiwa waende ukifunga mfungo, yule nabii akawaambia kwamba ukifunga mpaka kufa unaenda mbinguni moja kwa moja, na mpaka leo miili inafukuliwa. Watu zaidi ya 1000 walikufa, wengine walisaidiwa kuuawa pale, maana mwingine hali ilipokuwa ngumu anataka kutoroka. Sasa kulikuwa na mabausa, wakati umefunga wanakuzunguka pale, umefikia dakika ya mwisho unataka kukata tamaa, wanakunyonga, wanakumalizia pale, wanakuzika. Maana utakiwa utimize lengo, utakiwa kukimbia, lakini yeye yuko salama. Yeye hafungi na kufa, yeye anakuwepo, familia yake ipo na mambo yake yanaenda vizuri. Shida ni nini? Watu wangu wanakosa maarifa. Kwa hiyo anasema kutakuwa na ishara nyingi. Leo sizungumzi sana habari za Yesu, wale wanaojitokeza kuwa ni Yesu, lakini kikubwa hapa tunachokiona ni hizi ishara ambazo tumepewa, na tulisema asubuhi ya kwamba zile ishara ni kwa ajili ya kuwaonya wasiojali, kuliamsha kanisa lililolala, kuthibitisha maneno ya Kristo, kuonyesha kwamba ukombozi uko karibu, lakini pia kwa ajili ya kuwaita watu kuwa tayari. Na tuliona ya kwamba ishara hizi zilitokea katika jua, katika mwezi na katika nyota. Ni vile ambavyo Mungu aliviumba katika siku ile. Na Biblia inaandika, inasema katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Wapendwa, kama unafuatilia, ninazungumzia ile sehemu inayosema basi mambo hayo yaanzapo kutokea. Maana hiyo ndio sehemu ya kwanza kabisa ambayo inazungumza kuhusu mambo ambayo yatatokea. Kwa siku hizi mbili nitazungumzia hiyo habari ya mambo hayo yanayoanza kutokea. Alafu siku za mwisho tutazungumzia habari ya changamkeni mkaviinue vichwa vyenu kama sehemu ya pili, ambayo maelezo yake tutayapata hapa. Kwa wale ambao wanafuatilia, naomba uelewe hivi. Biblia, wakati Yesu anazungumza, wale wanafunzi wakiongea, wanaongea juu ya lile hekalu. Akazungumza ya kwamba hili hekalu litabomolewa. Wakamuuliza mambo hayo yatakuwa lini? Waliuliza maswali mawili. Moja, hayo mambo yatakuwa lini na ni lini dalili ya kuja kwako? Yesu alijibu mambo makubwa mawili. Alijibu anguko la Yerusalemu mwaka wa 70 AD, tukio la kwanza hilo. Akaunganisha na tukio la pili la ujio wake wa mara ya pili. Sasa wasomi wengi wanachanganya, watu wengi wanaosoma Biblia wanachanganya matukio haya mawili, wakisema Yesu alizungumzia tu tukio la Yerusalemu, na wengine wakasema hapana, sio tukio la Yerusalemu, ni kuja kwake mara ya pili tu. Hapana, Yesu alizungumzia mambo makubwa mawili. Na ukisoma Biblia yako sura ile ya 20, sura ile ya 21 fungu la 20 nasema, mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi. Na hilo tukio lilitokea mwaka wa 70 AD, wakati yule jemedari wa jeshi la Kirumi alipokuja pale akaizunguka Yerusalemu, na watu wakauawa wengi, wakavunja lile jengo la hekalu, wakalibomoa. Tukio ambalo Yesu alilisema wazi wazi, na wale waliokuwa wanafuatilia waliamini habari hizo na wakaangalia tukio lile. Na ndio maana Yesu aliwaambia, mkiona mmezungukwa, kama uko nje usirudi ndani. Maana yake ni kwamba hilo tukio litawamaliza watu wengi. Watu wajiandae kwa ajili ya tukio hilo. Sasa mafungu mengine ukiyasoma pale yanaeleza tu kwamba tukio lilikuwa Yerusalemu. Ndipo wakaambia walioko Uyahudi wakimbilie milimani, walio katikati yake wakimbilie nje, walio mashambani wasiuingie.
akaeleza habari hizo, lakini kuna kibwagizo fulani pale fungu la 24. Anasema Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Anahama Yesu kutoka kwa Yerusalemu mpaka kwa mataifa. Kwa hiyo Yesu hapa anazungumza tukio lile la Yerusalemu, analiacha, alafu anahama majira ya mataifa, yaani mataifa yote. Na fungu la 25 linazungumza habari ya sisi tulioko Afrika, Asia na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kwa ujumla Yesu anazungumza matukio mawili makubwa, lile la Yerusalemu mwaka wa 70 AD na la mwisho wa wakati ambayo haina muda wowote. Sasa ndio maana unasoma pale anasema dhiki, nchi dhiki, nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa. Anazungumzia habari ya mataifa sasa, sio Yerusalemu tena. Na fungu lingine linaloonyesha kwamba ni nani, fungu la 26, mambo yatakayoupata ulimwengu. Hazungumzii tena Yerusalemu, mambo yatakayopata Yerusalemu, hapana, anasema ulimwengu. Kwa hiyo hivi ni viashiria vinavyoonyesha ya kwamba Yesu anazungumzia tukio la wakati wa mwisho, tukio ambalo mimi na wewe ni wahusika, mimi na wewe. Labda tu nikupeleke kidogo katika baadhi ya mafungu ambayo unaweza ukaona ushahidi huo katika Yoeli 2 fungu la 30 hadi 31. Nenda fungua Biblia yako, Yoeli sura ile, Yoeli sura ya 2 fungu la 30 na 31. Biblia inasema hivi: nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Biblia ilikuwa wazi kabisa kwa Wayahudi na kwa watu wote. Imesema nitaonyesha mambo ya ajabu, nitawapa ishara ya ujio wangu, ya siku ya mwisho wa dunia. Yoeli anazungumza habari ya mwisho wa dunia, anasema nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu, katika dunia, damu, moto na minara ya moshi. 31, jua litageuzwa kuwa giza, mwezi kuwa damu, kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyo kuu na itishayo. Biblia inaweka wazi siku ya Bwana ya ujio wake iliyo kuu, inayotisha, itatanguliwa na ishara hizo. Huhitaji kuambiwa 2030, huhitaji kuambiwa 2033. Wewe fuata ramani ambayo Mungu ameitoa, na katika hiyo sehemu anaizungumzia kabisa jua kutiwa giza. Sasa fikiria, Yoeli ni wa Agano la Kale, ni kabla ya Kristo, lakini Yesu anapozungumza habari ya matukio haya ni katika karne ya kwanza tu, naye anarudia tukio lile lile ambalo Yoeli analizungumzia. Lakini Isaya pia alizungumzia katika Isaya 13 fungu lile la 10, akizungumzia juu ya nyota, jua na mwezi kuathiriwa katika hukumu. Lakini Ufunuo pia 6:12 na 13 anasema ishara za ulimwengu wa juu kabla ya siku ya ghadhabu. Inafikiri hiyo ya Ufunuo tu isome Isaya 6, Ufunuo sura ya 6 fungu la 12. Anasema nami nikaona alipoifungua muhuri wa 6, palikuwa na tetemeko kuu la nchi, jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu. Fungu la 13, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishapo mapooza yake, upukutiswapo na upepo mwingi. Wapendwa, anaposema huu muhuri wa 6 ni katika zama hizi ambazo tunazizungumzia, ambazo Yesu alizitolea taarifa mapema. Sasa wewe unayekutwa na jambo hili, unatakiwa uelewe tu kwamba tayari tupo katika mgogoro wa mwisho wa wakati.
na kwamba sio habari ya siasa tu, sio eneo moja tu linalozungumzwa, bali ni ulimwengu mzima. Wale ambao ni wasomaji, mtakumbuka kuna kitu wanaita Arab Spring. Ni uamsho au ni vuguvugu la vijana. Lilianza katika nchi ya Tunisia, maandamano makubwa, wakaipindua nchi serikali yao. Baadaye wakaja Libya, wakaja Misri, wakaenda Syria. Ni hilo vuguvugu lilikuwa linazunguka. Karibu nchi nyingi ziliguswa na vuguvugu hilo. Yaani kila mahali ni misukosuko ambayo hata ujui ni kitu gani kinaendelea. Wanaambizana wamepewa na nani hizo, wanahangaika kwa ajili ya nani? Watu wanahangaika tu. Yaani kila mmoja anafanya kile anachokiona chema, na wakati mwingine ni nguvu ambazo huwezi kuzipinga, na ulimwengu umeshindwa kutafuta suluhu kuhusu jambo hili. Anasema, Biblia inaandika, inasema dhiki juu ya nchi. Sasa sikiliza Biblia inapoweka mambo haya vizuri. Ilionyesha ishara ya mbinguni, jua, nyota na nini na mwezi, lakini ikaonyesha tena dhiki na kuwatengeneza vijana wawe mashoga. Na nilisikia hapa kwetu nao kuna vijana walipelekwa kwenye hizo training, mafunzo hayo ya kuwa shoga. Yaani vijana wanafundishwa, wanaambia jinsia yako, wewe kijana ni wa kiume wa kike? Anasema mimi ni wa kiume. Kijana wa kiume anaulizwa hivi, anasema hapana, wewe umejidanganya, hiyo ni ile uliotamkiwa na baba yako, lakini jinsia yako sio ya kiume, unatakiwa kuitafuta kama ni ya kiume au ni ya kike. Yaani kijana wa kiume anazungushwa kichwa kama vile uchawi hivi, anasema tayari ameshachukuliwa huko. Na hivyo ndivyo ambavyo watu wanapelekwa taratibu tu. Ni ulimwengu ambao umefungwa, ulimwengu ambao hujui hata hizi nguvu zinatoka wapi. Siku moja nilikuwa nauza vitabu nikiwa katika nchi za wenzetu, nagonga wa nyumba za watu. Sasa nimefika pale, wakanifungulia mlango. Mama mmoja alinifungulia mlango. Nikaongea naye kwamba nina vitabu hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Akasema sawa kabisa, sasa ngoja niute mke wangu. Nikamwambia huyu mama atakuwa amekosea Kiingereza. Anasema uite mke, wewe ni mwanamke unaita mke tena? Kama sijamuelewa vizuri. Akakimbia ndani, alikuwa gorofani. Nikaona kina mama wawili wanashuka, ambia huyu ni mke wangu, kwa hiyo aongee yeye sasa. Anaweza kuchagua vitabu, niuze au nisiuze. Yaani kina mama wawili wamesimama mbele yangu, mmoja anajiita mwanaume, mwingine anajiita mwanamke. Yaani mwenzake kamoka, mmoja kaoa mwenzake. Nikawatazama, nikauza vitabu vyangu, nikaondoka. Lakini kaanza sema hivi, niliona majini au niliona watu? Watu wamechanganyikiwa. Ulimwengu umefungwa katika kile ambacho hata hakijulikani. Watoto wetu wanachukuliwa majumbani, hatujui nini kinaendelea. Wakati mwingine wanafundishwa katika vyumba, sisi hatujui, wamekaa na simu. Lakini mtoto anafanyiwa mafunzo, huyajui, hata hujui nini kinaendelea kwenye chumba chake. Ulimwengu umepelekwa katika kona ngumu. Dunia haitakuwa tu na matatizo, itajisikia kama imenaswa. Mataifa yatakutana na migogoro itakayofunua mipaka ya hekima ya kibinadamu. Hekima ya kibinadamu haitaweza. Yaani migogoro iliyoko katika ulimwengu huu, hata wangekaa watu, wewe angalia tu nchi ambazo zina nguvu zinavyokandamiza nchi ndogo. Taifa kama la Ukraine ni taifa dogo sana,
lakini imekandamizwa na nchi kubwa duniani yenye silaha nzito mpaka za nyuklia. Na huu ni mwaka wa 6, sijui mwaka wa 4, sijui mwaka wa 6. Hakuna mwenye hekima anayesema sasa tusitishe, tufanye hivi. Kiteolojia, neno hili ambalo nasema dhiki hapa linaonyesha kushindwa kwa usalama wa kibinadamu, mifumo ya kisiasa, mifumo ya kiuchumi, nguvu za kijeshi, akili ya mwanadamu haviwezi kutoa amani ya mwisho. Watu wamejifunga katika sehemu ambako wao hawawezi kutoka na hawana njia ya kutoka. Wapendwa, nataka nikwambie wewe ambaye sasa unajifunza hapa, una bahati. Mimi na wewe tumekaa chini katika vivuli hivi, tuna bahati. Wewe unaonaje yule mtu ambaye hajui habari hizi na hajui mwelekeo kwamba dunia itaishaje? Anashangaa tu mtoto wake ameharibikiwa, akifikiria tu kwamba ni kuharibikiwa kawaida, na kuna nguvu nyuma ya hivyo vitu vyote vinavyotendeka. Kwani si hata katika watoto wetu tu wa Adventista tumekuwa na changamoto? Kwani si hata tu familia fulani za Kiadventista tuna shida fulani hivi? Hata Wakristo tuna shida. Kuna watu wanaishi maisha ambayo huwezi kunani, unashangaa kwamba imekuwaje. Mume na mke wanaishi maisha ambayo sio ya Kikristo. Mataifa yanapobanwa, kanisa halipaswi kupanic, linapaswa kumtangaza Kristo. Na neno la mataifa hapa limetumika pia ili kupanua ule uwigo, kama nilivyosema hapo mwanzoni. Inaonyesha upeo wa ulimwengu mzima, kwamba tukio hili linameza dunia yote. Mataifa yote ya dunia yatapitia hali hii, na ndio maana Biblia pale inasema habari ya ulimwengu kuchanganyikiwa. Anasema katika nchi dhiki, katika nchi anasema katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na misukosuko yake. Sasa anasema habari ya dhiki na nchi zimechanganyikiwa. Maana ya hili neno kuchanganyikiwa ni katika hali ya kukosa njia, kutokuwa na mwelekeo, kukosa njia ya kupita, kukosa suluhisho. Neno hili linaelezea kuchanganyikiwa kwa fikra na kwa mifumo ya kijamii na kisiasa. Mataifa hayateseki tu, hayajui cha kufanya. Watu hawaelewi nini ambacho wataenda kufanya. Dunia ina taarifa nyingi lakini haina hekima. Dunia ina nguvu lakini haina amani. Dunia ina mifumo lakini haina wokovu. Dunia ina maswali lakini inamkataa Yesu aliye na jibu la kweli. Sisi tuliokusanyika hapa, Mungu ametupatia nafasi. Kumbuka neno la Mungu linasema hivi vitu vimetokea juu mbinguni, nyota, lakini pia amezungumza habari ya nchi, kuna dhiki, lakini pia anazungumzia baharini. Hizi ni nguvu zote ambazo zimekuwa katika uumbaji. Kumbuka anasema wakishangaa katika nchi dhiki ya mataifa, wakishangaa uvumi wa bahari na misukosuko yake. Naomba nimalizie kwa hii habari ya bahari na misukosuko na tufunge kwa ajili ya siku ya leo. Wapendwa, Biblia inapozungumza habari ya bahari, mara nyingi huwakilisha nguvu ambazo mwanadamu hawezi kudhibiti. Si mnafahamu tsunami? Bahari ilipopita mipaka yake, yaani bahari ilikuja ikahamia kwa wananchi huko, ilipanda juu sijui mita ngapi, ikatembea kwenda nchi kavu, ikabeba watu na kila kitu. Ni nguvu ambazo mwanadamu hawezi kudhibiti. Bahari ni kubwa lakini haijatulia, yenye kina, yenye hatari nyingi,
inaongeza picha ya hofu na kutokuwa na uhakika duniani. Bahari inatukumbusha kwamba mwanadamu hawezi kudhibiti uumbaji, lakini Kristo anaweza. Kumbuka Yesu alituliza bahari. Lakini kati yetu ni nani anaweza akatuliza bahari au hata maji yake akayazuia? Kwa hiyo Biblia hapa inapozungumza habari ya bahari inaonyesha vile ambavyo mwanadamu asivyoweza kusogeza kwa mkono wake, wala hekima yake, wala namna yoyote ile ya kikao. Hakuna vikao vitakavyosaidia habari hizi ambazo ulimwengu umefikia. Ila yeye aliyewahi kuukemea upepo na bahari ya Galilaya ndiye huyo atakayerudi kwa utukufu mwingi. Neno hili la misukosuko ambalo linatueleza hapa kwamba bahari na misukosuko yake lina maana ya kuyumba, kutikisika, mawimbi yenye nguvu, hali ya kuchafuka. Neno hili linaongeza nguvu ya picha ya kutotulia. Tatizo sio sauti ya bahari, bali ni mwendo wake, waves, yale mawimbi yanayoenda. Neno hili linaonyesha machafuko. Kila kitu kinaonekana kutokuwa imara. Mgogoro mkubwa wa mwisho hautaonyeshwa na utulivu, bali na msukosuko. Mataifa yatakuwa yakisukwasukwa, jamii zitakuwa zikisukwasukwa, nguvu za asili zitasukwasukwa, mioyo ya wanadamu itasukwasukwa. Lakini katikati ya misukosuko hiyo, Kristo anasema, inueni vichwa vyenu, inueni vichwa vyenu, inueni vichwa vyenu. Luka 21 fungu la 25 inaonyesha kwamba kabla ya kuja kwa Kristo, uumbaji wote utahusika. Mbingu itatoa ishara, tutaona mwezi, jua na nyota ikitoa ishara kwa wanadamu. Lakini nchi itaonyesha namna dhiki itakavyokuwepo katika mataifa. Lakini bahari, mvumo na msukosuko wake, nguvu zote za mbinguni na nchi na bahari, vile ambavyo Mungu aliumba, vitahusika kutujulisha mimi na wewe kwamba Yesu yu karibu. Hii ina maana kwamba mgogoro wa mwisho ni wa ulimwengu wa juu, dunia yote na wa kiroho. Lakini kwa waumini fungu hili halikusudiwi kuleta hofu. Mimi na wewe tumepewa nafasi. Ndio maana anasema mambo haya yaanzapo kutukia. Yaani ukiona mambo ya ushoga, ukiona mambo ya vita, ukiona ajali baharini, na unajua kuna mwaka tulipoteza ndege nzima, na mpaka leo haijulikani hiyo ndege ilikoenda. Wangapi walisoma Malaysia Airline? Tukio lilitokea miaka mingi, nafikiri sasa tunafikia mwaka wa 10. Hiyo ndege haijawahi kurudi maishani. Iliondoka na watu wengi zaidi ya 270. Hiyo ndege ilipopaa haikuwahi kurudi duniani, na iliondoka na watu wengi. Hakuna hata kucha ya mtu iliyokutwa, na ilipotelea. Ni baharini, ni wapi, wametafuta, wameingiza mamilioni ya dola katika kufanya utafutaji huo, haijulikani. Vipande vingine viligundulika hapo bahari ya Hindi vya ndege, lakini hata haijulikani ni wapi, maana hakuna kipande cha mtu, ni vipisi vidogo vidogo vinavyopatikana vya ndege. Jinsi ilivyo hatari! Mambo ya ulimwengu hayana majibu. Familia haina huyo mtu, kama vile hajawahi kuwepo. Ishara zile zilizoutisha ulimwengu zinapaswa kuamsha tumaini ndani ya watu. Sisi ambao tumekutwa, Biblia inatuambia sisi tukiona mambo hayo tuchangamke, tuinue vichwa vyetu. Sio wakati wa kulalama, sio wakati wa kupiga kelele, sio wakati wa kukata tamaa. Ni wakati wa kuinua vichwa vyetu na kuona ya kwamba muda umekaribia. Sio wakati wa kudanganywa na hao watu matapeli. Sio wakati wa kuambiwa Yesu atatokea siku fulani. Ni wakati wa kila mmoja kuinuka na familia yake, kuanza ibada na kuwa mwaminifu katika familia. Ni kipindi ambacho hatutakiwi kuwa wazembe.
sio kipindi cha kukosa ibada. Inashangaza sana, nyingi za familia za Kikristo hazina ibada nyumbani. Mwisho wake ni kupotea. Kama husomi neno la Mungu, hauna mahusiano na Mungu, haujaweka maisha yako na kuyasalimisha katika utendaji wa Roho Mtakatifu, unategemea Mungu atafanya nini cha ziada? Kukaa kwenye kiti cha kanisa hakutasaidia, hata kama ungekaa siku 1000, kama hutachukua hatua wewe mwenyewe, haitasaidia. Yaani kuwepo pale ni kama mwanafunzi akae darasani, mtihani uwepo, asiuandike, asijibu swali lolote, lakini amekuwepo darasani. Hiyo degree haipo, hakuna cheti, hakuna chochote. Lazima tufanye sehemu yetu sisi. Lazima tufanye maungamo na matengenezo ya dhati ili kufikia lengo lile ambalo Mungu alikusudia kwa maisha yetu. Wangapi jioni ya leo anasema, Yesu nisaidie, matukio haya yanapoenda mimi niandaliwe kuokolewa. Kambi la mwaka huu lilete matengenezo makubwa katika maisha yangu. Unaweza kunyosha mkono. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo simama. Mungu awabariki sana. Ninaomba wale wajasiriamali, bodaboda, wafanyakazi, mafundi, wafanyabiashara, wafugaji na wakulima waje hapa. Wachungaji, njooni muwaombee hao watu wa Mungu. Wale mnaofanya shughuli zenu jioni hii, njooni tuwaweke mikononi mwa Bwana ili Bwana aweze kufanikisha kazi ya mikono yenu. Ninajua ziko familia nyingi zinatafuta mkate, na wakati fulani shetani anapenda kufunga milango hiyo, akitaka kuingize kwenye pambano kuu. Mimi nataka nikutie moyo rafiki yangu, usikubali kwenye shughuli zako za biashara, usijaribiwe kwamba haka kadawa katakusaidia. Hakuna kadawa. Mganga wa kienyeji usimweke kwenye shughuli zako. Shughuli za kutafuta kipato, mkate kwa ajili ya familia au kwa ajili ya kujiendeleza. Maana Mungu anajua unahitaji nyumba, unahitaji usafiri, unahitaji kuishi. Mungu hawezi kukunyima. Hawezi kukunyima. Usichanganywe na adui kwamba nenda kwa yule mganga anajua kupuliza vizuri, biashara yako itakimbia pale. Usiweke mazindiko na takataka hayo, toa. Yesu anajua mahitaji yako. Anajua kile ambacho familia yako inahitaji. Anajua, hawezi akakunyima chakula. Hawezi akafanya wewe ushindwe shughuli za biashara. Fuata tu kanuni za biashara. Maana biashara ina kanuni. Kuna watu waliofanikiwa katikati yetu, tuwaulize, ulitumia kanuni gani? Maana biashara nataka uende nayo, ujue kanuni inavyotembea. Na wale ambao walifanikiwa tuwaulize. Lakini tusiache kumwomba Mungu. Usiweke zindiko. Usiweke hirizi kwenye biashara yako. Usiweke vitu kwenye unga, ili kwamba eti unga ule ununuliwe na watu. Ukamwawekea sijui nani majivu kwenye unga wa watu, chumvi umewekea vitu, sukari umewedondoshea vitu. Acha kufanya hivyo vitu. Hizo ni takataka, hamna kitu kama hicho. Anakudanganya na amekula hela yako. Utaamini kama siku moja hivi, maana shetani naye ni mjanja, analeta watu wengi siku hiyo. Sema, sinaona umefanya kazi. Achana na hiyo biashara. Katikati yetu kuna watu ambao wanatamani kubatizwa. Hiyo wito ni wa muhimu, naomba uje hapa mbele. Wale wanaotamani kubatizwa, njoni hapa. Wale wanaotamani kubatizwa, njoni hapa. Njoni hapa. Wale ambao katika kambi hili wanapenda kurekebisha mambo yao ya ushirika, sogea hapa. Sogea. Kama unapoteza ushirika wako,
na unatamani kurudisha ushirika kwa njia ya ubatizo, njoo hapa. Sogea hapa. Kama unatamani kubatizwa batizo wa kweli katika kanisa la Waadventista wa Sabato, sogea hapa. Bwana anakuhitaji. Bwana anakuita. Wokovu ni sasa. Maamuzi ni sasa. Usisite. Usiende sehemu nyingine yoyote. Asanteni sana. Pastor Temba anapokuja hapa niseme neno moja. Wapendwa, nitoe wito kwa familia zote za Kikristo. Twendeni tukarudishe ibada katika familia zetu. Asiwepo anayetoka pasipo ibada ya neno la Mungu katika familia yake, kuweka watoto wake miguuni pa Yesu, na wewe mwenyewe kujiweka miguuni pa Yesu. Usitondoe mguu kama hujaabudu. Abudu ndipo utoke. Huwezi kujua kwamba ni siku yako ya mwisho, utakutana na hiyo familia tena. Huwezi kujua kwamba ndio unaangalia sura ya mwenzi wako kwa saa ya mwisho. Wale ambao waligongwa na bodaboda na magari hapo na nini, asubuhi haikuwa blue, haikuwa nyekundu, haikuwa ya njano, ilikuwa asubuhi ya kawaida kama siku nyingine yoyote. Alitoka akijua atarudi. Lakini usalama wangu na wako ni yale maisha yaliyohifadhiwa katika Kristo. Ni pale ambapo mimi ninaabudu asubuhi na jioni, na maisha yangu nimeyakabidhi kwake, na sina doa lolote nalotembea nalo, sina fundo katika moyo wangu. Huko kutembea ndiko kutakaponipa usalama. Usikubali kuondoa mguu wako, hujamwambia muumba wako kwamba ninaomba uhai wangu uhifadhiwe kwako. Ikiwa jambo lolote litatokea leo, usalama wangu uwe mikononi mwako. Usiondoe mguu, itakuwa hatari kwako. Hujui kitakachokuja sekunde 2-3 zinazokuja. Weka maisha yako kwa Yesu, ni salama. Hata kama wanakurusha kule katika kaburi na udongo na kila kitu, Yesu atatamka maneno juu yako, amka mwanangu, ulinitumaini. Lakini itakuwa hatari. Umegombana na mke, umekimbia na bodaboda, umegongwa. Umetoka kwa kimada, umeenda huko na huko, umepoteza maisha. Ni hatari. Hayo ni maisha ya kama mbuzi tu, anachinjwa, analiwa, watu wamekunywa supu, hata tokea duniani tena huyo mbuzi. Akiliwa ndio imetoka, hata kuwepo ulimwengu ujao. Ni kama ng'ombe tu. Hakuna. Yesu alipotuumba hakutupa maisha kama ya ng'ombe, kama ya mbuzi, ya kuku. Sisi ametuumba ili tuishi milele. Ametuumba ili atufufue hata kama tutakufa. Kweli maisha tulio nayo ni ya muda mfupi, ni ya kitambo, lakini Mungu anajua kabisa kwamba tukimwamini hata kama tutalala atatuchomoa. Lakini hawezi kufanya chochote kama maisha hayajahifadhiwa kwake. Ukristo wetu hauna maana yoyote kama hatujauishi. Hata kama yanatajwa majina mazuri kwangu mimi, Pastor Mao na suti na nini, haifai chochote. Hamna kitu hapo. Ni mpaka yamehifadhiwa maisha yetu mikononi mwa Yesu.
Bwana atusaidie. Pastor, tuweke mikononi mwa Bwana haya makundi yote, lakini sisi wenyewe pia tujiweke wakfu mikononi mwake. Hao watu Bwana afungue milango, wajasiriamali, fanyeni biashara kwa nguvu zote, tafuteni fedha usiku na mchana, ila usimwache Mungu. Tafuta, yaani wakati unamsubiri Yesu usikae kizembe. Fanya biashara kimkakati, lima kimkakati. Tuliza kichwa vizuri kuhusu biashara, kuhusu shughuli za kipato. Usiseme mimi nimelogwa. Hakuna kulogwa. Mungu anajua namna utakavyofanikiwa. Ni akili yako kufungua, na wako watu wanafanikiwa tu, na sio kwamba wameenda kwa waganga wala nini. Ile tu ni kanuni ya biashara. Basi Bwana aweze kutusaidia. Pastor, utakumbuka kujitoa kwetu wakfu, lakini pia na makundi haya yote yaliyowakilishwa hapa. Bwana atupatie si tu mkate, lakini pia na fedha za kumtumikia yeye katika mambo mbalimbali yanayoletwa mbele yetu. Basi unaweza kuinamisha uso wako chini tukaomba. Baba yetu muumbaji, Mungu wetu unayetamalaki milele, mtakatifu uliye mahali pa juu na pasiri mbinguni, watoto wako tumekuja mbele zako tukiwa na mioyo ya toba, tukisikia sauti ya mtumishi wako kupitia kinywa chake na maneno uliyoyaweka, kwamba wakati umeenda sana na hakuna faida yoyote kuishi katika ulimwengu bila wewe. Hivyo Bwana, ninaomba uliweke wakfu kundi lote la waumini wa kambi hili mikononi mwako. Tuweke wakfu sisi uliotuita kwa zamu kama watoto wako katika kambi hili, lakini uangalie pia kazi ya utumishi tunayoifanya kila mtu katika eneo lake, na utufundishe kupitia Roho Mtakatifu ili tujue namna ya kutoka, tusije tukakosa uzima. Kwa namna pekee ninawaleta watoto wako uliowajalia uwezo na akili na kujikita katika shughuli za mikono wanazofanya. Wengine ni bodaboda, Bwana uwabariki. Wengine ni wakulima, Bwana uwabariki. Wengine ni mafundi, Bwana uwabariki. Wengine ni wafanyabiashara wadogo wadogo kwa aina zao, Bwana ukawabariki. Wengine ni wafugaji, Bwana ukawabariki. Ninachokuomba kimoja na kikubwa, sisi kuwepo hapa duniani, hata kama tungefanikiwa tukapata mabilioni ya fedha na tukaacha kazi yako ikiumia na kuteketea, haitatusaidia chochote. Hivyo Bwana, ninaomba weka moyo wa utoaji kwenye mioyo ya makundi haya. Weka moyo wa ukarimu kwenye mioyo ya makundi haya. Na wewe ambaye ulisema wanapopata wakitoa, wewe utawazidishia vipimo na kusukasuka. Yule bodaboda ataongeza bodaboda, na mwisho atakuwa na usafiri hata kumiliki basi. Lakini yule mwingine naye mkulima atakuwa ni mkulima wa kufanikiwa. Yule mfugaji atakuwa ni mfugaji wa kufanikiwa. Hali kadhalika makundi yote tuliyoyaomba, kama watagusa kazi yako, usiwaache Bwana. Na kwa sababu wameleta maombi yao kwenye boksi hili, tunaomba Bwana ukasikie kilio chao. Wengine wameleta ya shukrani, wengine wameleta maombi ya kutegemezwa, wengine wameleta maombi ya kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu. Wasaidie wote waweze kutembea sawasawa na mapenzi yako. Ninakusihi Yehova, uangalie watoto wako. Mimi ni nani hata niwaombee? Kwani hata mimi nina mahitaji yangu. Unapowajali hawa, utujali na sisi tulio watumishi wako, na kazi yako tukishirikiana kwa pamoja iende mbele. Ondoa roho ya manung'uniko, ondoa roho ya kutojali, lete roho ya umoja kama lile kanisa la awali, ili tuweze kusogea mbele. Tunaomba tukiamini umetusikia kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Basi Bwana awabariki sana.